makaa ya mawe yakaenda kama ghafi kule. Hiyo yote itapunguza pia gharama na kuibebesha mzigo serikali kila mwaka kuagiza mbolea nje. Kwa hiyo naomba sana sekta ya uzalishaji, na hapa sana naongea Wizara ya Kilimo kwa maana ndio moyo wa nchi yetu. 75% ya watu wako huko. Tukiwawezesha hii sekta ya uzalishaji kwa maana Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Mwenyekiti, watu wetu kule wataajiriwa, watajengewa nyumba za bei nafuu kupitia mashirika yetu au PPP vijijini, lakini watapata na bima za afya kupitia hilo shirika. Lakini na hii sekta isiyo rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, bodaboda, bajaji, machinga, wale watu sio maskini kama tunavyowafikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano jimbo la Mbeya mjini, mimi pale nao bodaboda na machinga peke yake wasiopungua 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe hata shilingi 1,000 kwa siku, shilingi 1,000 tu, maana yako unaongelea ni shilingi milioni 10 kwa siku au milioni 100 kwa siku. Sasa kama ni milioni 10 kwa siku, ukipiga mara mwezi mara mwaka, ni pesa nyingi. Mimi pale Mbeya mjini nao machinga 317,000 Mbeya, mkoa wa Mbeya kwa jumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea ni milioni 317 kwa siku, ziko kwenye mzunguko wa wale machinga. Kwa mwezi unaongelea bilioni 9 na kitu, ziko kwa wale machinga. Kwa mwaka unaongelea bilioni 114 wanazo kwenye mzunguko kwa shilingi 1,000 kwa siku. Sasa sisi kama serikali kupitia wizara yako ya fedha una vyombo, hem, tuwarasimishe yale makundi yawe rasmi, tutengeneze mifumo kwa nchi nzima. Wale watu sio maskini, wanaweza kujikusanyia pesa zao wenyewe, wakajikopesha wenyewe, wakajikatia bima za afya wenyewe. Sisi ni kutengeneza mazingira mazuri tu kama serikali, badala ya kuhangaika na fedha zile za halmashauri zinazokusanya za mapato sijui bilioni 2 kwa mwaka. Halmashauri zingine zinakusanya milioni 200 ambapo kigawanya ni sawa na hakuna. Wao wenyewe wale tuwarasimishe na tuitambue ni sekta ya kiuchumi. Hivi leo machinga wa Mbeya wanaweza kukusanya bilioni 114 kwa mwaka. Sasa wanaweza kujenga barabara zetu wenyewe. Wale watu ukiwajengea uwezo, watanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajiri hata Mchina aje ajenge barabara hapa. Mwenyekiti, vinawezekana Mheshimiwa Mwenyekiti.